Sifatu naumi aljunubi, namna ya kulala mwenye janaba. Namna ya kulala mwenye janaba. Hiki kitabu adhimu sana, kitabu muhimu. Sababu chaenda kidogo kidogo na maelezo ambayo kila siku yanahitajika. Namna ya kulala mwenye janaba. As-sunnatu ayaktasila al-insanu ba'da al-jimai. Sunna ni mtu aoge baada ya jimai. Sunna ni mtu aoge baada ya tendo la ndoa. Wayajuzu ayanama al-insanu huwa junubun, na inafaa mtu alale hali ya kuwa ni mwenye janaba bado hajaoga. Wal afdalu alla yanama illa ba'da an yaghsila farjahu wa yatawadda, na iliyokuwa bora ni asilale ila baada ya kuosha utupu wake na kutawadha. An Aisha radhiyallahu anha qalat, kutokana na Aisha Allah amridhie amesema Aisha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama idha arada an yanama wa huwa junubun, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapotaka kuoga kulala hali ya kuwa ni mwenye janaba, ghasala farjahu watawadha lis-salati, anaosha utupu wake na anatawadha kama vile anavyotawadha kwa ajili ya swala. Hadithi amepokea Imam al-Bukhari na Muslim rahimahumallahu ta'ala. Yajuzu lirrajuli an yaktasila min aljanabati ma'a zawjatihi min ina'in wahidin walau ra'a kullu minhuma awrata al-akhar. Inafaa kwa mwanaume kuoga janaba pamoja na mkewe katika chombo kimoja, hata kama kila mmoja kati yao anaona uchi wa mwenzie. Kuna watu kwa fikra tu wanakuwa wanalipua mafatwa huko maredioni, haifai kuangaliana. Sasa kama haifai kuangaliana mtafanyaje? Aya, mwingine akwambia wajua ukioga tone moja tu la maji yale, ukioga tone moja likirudi tu kwenye chombo yale maji yote yana janaba. Man. Si huyu ni mtume wa Allah, anaoga anachota kwa viganja? Ina maana vile viganja havirudishi hata matone moja? Allahu musta'an. Wa alaykum salam. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, kutokana na Aisha Allah mridhia amesema, kuntu aghtasilu ana wa nabii sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahid, nilikuwa nikioga mimi na mtume sallallahu alayhi wasallam katika chombo kimoja. Min ina'in wahidi, chombo kimoja. Minal janabati, min janabatin, kutokana na janaba. Wanaoga chombo kimoja, wanachota maji kwa mikono yao. Katika riwaya ile inamalizia sema naghtarifu minha jami'an, tunachota wote kwa mafumba yetu kwenye kile chombo. Sifatu ghusli man takarrara aljimaa, namna ya kuoga kwa yule ambaye amerudia tendo. Namna ya kuoga kwa yule ambaye amerudia tendo. Yustahabu liman jamaa ahlahu thumma arada an yauda au arada an yatufa ala nisaihi an yaghsila baina aljimaaini. Inapendekezwa, yustahabu, inapendekezwa liman jamaa ahla, kwa aliyemwendea mkewe, marada an yauda, kisha akataka kurudia tendo, au arada an yatufa ala nisaihi, au anataka kuwazungukia wake zake wote usiku mmoja. An yaktasila baina aljimaaini, inapendekezwa kuoga baina ya jimai mbili. Kwa nini? Kwa sababu hilo linafanya mwili uwe na uchangamfu zaidi wa kurudi. Na hapo ndipo watu wanajihisi hawana nguvu, kumbe nguvu wanazo ila hawawezi kuzitengeneza. Ndio leo kitaka kutajirika uza nguvu za kiume. Mara moja tu ushapata hela,
unatesa mjini. Anasema fa in lam yatayassar tawaddaa, ikitowezekana, yani isipokuwa ni wepesi kuoga kila baada ya baina ya jimai mbili, basi ajapo atawadhe. Fadhalika anshatu lilaudi, hilo linafanya uchangamfu zaidi wa kurudia, linafanya kupatikane uchangamfu zaidi wa kurudia. Wayajuzu alghuslu marratan liman jamaa marrataini au akthara lizaujatin au akthara, na inafaa kuoga tu mara moja kwa yule ambaye amefanya tendo mara mbili au zaidi, na wake au kwa wake wa mke mmoja au zaidi, inafaa kutosheka na kuoga mara moja tu. An Anas radhiyallahu anhu, kutokana na Anas Allah mridhie, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yatufu ala nisaihi bighuslin wahid, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwazungukia wake zake wote, baadhi ya siku anawazungukia wote usiku mmoja, na kwa kutosheka na kosho moja tu, kuoga mara moja, anaoga mwisho. Hadithi amepokea Imam al-Bukhari na Muslim, na tamko ni la Imam Muslim rahimahumullah. Wallahu waliyut tawfiq.